Amjambo waangalizi wapenzi, tumealika kufuata taarifa yetu habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili tokea mji mkuu wa Kinshasa. Bila kugawia, tumefungua taarifa yetu habari na habari ya waziri makamu kuhusika na sheria. Tutemjulisha kwamba kisha miezi mitatu ya mwaka huu, waziri makamu kuhusika na sheria yeni bwana Samuel Bemba Kabuya Tanda yaliweza kuanzisha uchunguzi wa vibarua vya kuelewa uko upande wa kimataifa. Yeye aliweza kupatikana katika ziara yake ya kazi na kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kufuatilia kufuatana tuna swali hiyo. Ni mjini Paris mnamo tarehe 30 March hadi tarehe 2 April ndiye aliweza kupatikana katika mkutano wa mazungumzo kufuatana tu na ziara lake la kwanza la kazi. Kipindi chake cha kwanza kilihusika na kuchunguza kisha mazungumzo pamoja na mawakili wenye kuhusika na swali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri makamu kuhusika na sheria aliweza pia kufurahi kwa kuona jinsi kazi hiyo imeendelea vizuri, na aliweza pia kusifia baba taifa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamoja na waziri mkuu Bibi Judith Suminwa Tuluka kufatana tuna kazi kubwa bametumika katika sekta hiyo. Mnamo tarehe 2 April mwaka 2025 ulimwengu mzima umesherekea siku kuu ya ulimwengu ya watu wenye kuwa na ulema wa akili ndogo ama autisme katika lugha la Kimombo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Kinshasa. Shirika sio kwa kiserikali Kongo Autisme yenye kuongozwa na kiongozi mkuu wao Bibi Elodie Bokambulu, yeye wakati achukua masemi yake aliweza kufasiria kwamba watoto wenye kuishi na ugonjwa huu ama ulema huu pamoja na wazazi wao waliweza kuzuria kusherehe hiyo yaliweza kufanika ni uko Changu Lukunga Moamba, ndio mahali ambapo ofisi hiyo imepatikana kwa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kusaidia watoto, na wasaidizi wanatokea katika Bruxelles wao pia waliweza kuzuria na kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuleta mchango wao. Na bwana Kalala, katibu mkuu wa Kongo Autisme, yeye pia wakati akichukua masemi yake aliweza kufasiria kuelekea kazi kubwa wametumika. Liwali wa jimbo ya Chopo bwana Paulin Londongolia yeye aliweza kuwa na mkutano wa mazungumzo pamoja na wazalendo. Aliweza kuwakumbusha kuwa na mapendo ya nchi, utii na kaza. Kwa yeye liwali wa jimbo ya Chopo alitoa mwito ama alitoa hotuba wake mbele ya wazalendo pia FARDC kwa kuweza kutumika ili ya kuweza kupata ushindi kufuatana tu na ushambulizi yenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekutana nayo, na aliweza pia kukumbusha ya kwamba FARDC sio wadui lakini wamepaswa kutumika pamoja na wazalendo. Ndio namna aliweza kushauria wazalendo kuwa na mapendo na kuweza kuishi pamoja. Aliweza pia kufasiria kuhusu swali ya jimbo ya Chopo kuelekea namna gani ya kuweza kusaidia jimbo ya Chopo kuweza kuendelea kwa kuweza kupata ushindi katika sekta mbalimbali. Ndio ilikuwa hotuba ya liwali wa jimbo ya Chopo yeni bwana Paulin Londongolia wakati achukua masemi lake. Upande mwingine tutemjulisha ya kwamba kisha Kamusha pia Kalwebo, gavana wa jimbo ya Kasai bwana Crispin Mukendi yeye aliweza kujelekeza siku ya 3 mnamo tarehe 26 March mwaka 2025 uko Bondo pia Lwange katika sekta ya Baponde uko teritori ya Chikapa. Matembezi yake ni kwa kuweza kuchunguza kazi ya majengo ya njia kubwa wani yenye kuambatana na Chikapa Kikwiti mpaka kujelekeza ndani ya mji mkuu wa Kinshasa. Liwali wa jimbo hiyo aliweza kujelekeza na ujumbe kubwa ya Office de Route BTC pamoja na ujumbe ya wanamemba wa serikali ya jimbo lake. Wakati aliweza kufanya matembezi lake aliweza kujionea mechoni jinsi kazi kubwa imefanyika ya kujenga njia kubwa ya wani ili ya kuweza kusaidia raia mwenye kuwa kando kuweza kujelekeza bila tatizo
Ni namna pia kuweza kuambatanisha jimbo hiyo pamoja na Kikwiti, ndio ilikuwa hotuba waliwali wakati achukua masemi lake. Kamati ya wanafunzi wa ULK waliweza kutayarisha siku kuu iliyopita mkutano wa mazungumzo kuhusu haki za mwanamke. Viongozi wa university wao pia waliweza kuhudhuria kwa mkutano mkubwa uliweza kufanyika. Kisha hotuba wa ukaribisho kwa katibu mkuu wa ULK, ilikuwa wakati kwa watu wengine pia wenye kuhudhuria kwa mkutano huo kuweza kutoa hotuba wake kufuatana tu na siku kuu hiyo. Ilikuwa wakati ya kuweza kutoa ulizo na kuweza kupata mafasirio kufuatana tu na ulizo mbalimbali uliweza kutolewa. Kuelekea tu haki hiyo, ndio namna wa mama wa akademia wa paysan ya Kopako wao pia akubaki nyuma, waliweza pia kusherekea ukomo wa mwezi ya wamama na furaha kubwa. Ni mama mwenye kuhusika na kazi la shamba ndio waliweza kuhudhuria kusherehe kubwa hiyo, yaliweza kufanyika na Pastor Buka Nathanael pamoja na viongozi wengine, Bibi Pilar pamoja na wengine wao pia waliweza kuhudhuria kumkutano huo. Kwa mfano Sandra Biata yeye pia waliweza kuhudhuria kusherehe kubwa hiyo yaliweza kufanyika. Kufatana tu na vita yenye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekutana nayo huko upande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni jambo ambalo wanawake wa askari wao pia abaki nyuma, waweza kuangalia namna gani ya kuweza kutayarisha mkutano huo. Kwa mfano Bibi Gilen Ntole Mbobele, yeye ni mke wa jemadari Bombela, yeye pia aliweza kuangalia namna gani ya kuweza kutayarisha mkutano huo. Ni uko mji Kolwezi jimboni Lualaba, ndio mahali ambapo mkutano huo uliweza kufanyika. Wakati wa mkutano huo Bibi Gilen Ntole yeye aliweza kuchukua masemi yake na kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuamsha dhamiri ya wamama wanawake wa askari wenye kuhudhuria kwa mkutano huo na kuwaomba kuwa nyuma ya baba taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kufuatana tu na kazi kubwa ametumika. Pia waliweza kuomba kuwa nyuma ya askari wa FARDC kwa kuona jinsi wametumika kazi kubwa ya kuzuisha njia kwa wadui wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muungano Bon Semence yenye kuongozwa na mtumishi wa Mungu Colette Nkulu Lukamata, yeye aliweza kuongoza sherehe ya ukomo ya mwezi ya wamama. Watumishi wa Mungu waliweza kuhudhuria kusherehe kubwa hiyo iliweza kufanyika. Wakati wa sherehe hiyo waliweza kuomba kwa Mwenyezi Mungu kulinda wamama, pia kutegemea wanawake kufuatana tu na kazi kubwa wametumika. Wamama waliweza kuomba kwa Mwenyezi Mungu kushusha neema yake uko mashariki mwa DRC kufuatana tu na ushambulizi wa nchi ya Rwanda wenye kuwa nyuma ya wasi wa M23 kwa kuweza kumwanga damu ya wakongomani uko mashariki mwa DRC. Waliweza pia kuangalia namna gani ya kuweza kutoa mwito kwa wamama wakongomani kuwa na mapendo ya nchi na kuweza kutegemea baba taifa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kufuatana tu na swali ya amani kudumu uko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio namna waliweza kuamsha dhamiri ya wamama wenye kuhudhuria kusherehe hiyo kufuatana tu na mwezi wa haki za mwanamke yenye kusherekea katika ulimwengu mzima. Kwa maendeleo bora jimboni Kwilu, wa mama muungano ya chama cha sasa Federation Kikwiti wao pia hawakubaki nyuma, waliweza kuwa na mkutano wao chini ya uongozi wake Bibi Lina Zola. Mkutano huu uliweza kufanyika huko makao ya chama cha UDPS kwa kuweza kuzungumzia kuhusu mwenendo bora ya sekta yao, pia uongozi wa jimbo ya Kwilu. Wamama wanamemba wakati waliweza kuhudhuria kwa mkutano huo waliweza kufasiria kuhusu usawa kati ya mwanamke pamoja na mwanaume na kuweza kuangalia namna gani mwanamke yeye pia ameweza kuhudhuria mahali ambapo wamechukua mipango mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio namna wamama wa chama cha UDPS huko Kwilu wao pia waliweza kuangalia namna gani ya kuweza kuzungumzia ili ya kuweza kusaidia chama cha UDPS wenye kuwa katika muungano wa mama kuweza kusonga mbele kupitia kazi mbalimbali wataweza kutumika kwa kuweza
kuleta mchango wao katika chama cha UDPS. Kufatana tu na sherehe ya ukomo ya mwezi ya wamama, wakada pamoja na watumishi wa shirika la RTNC katika lugha la kienyeji, wao pia waliweza kusherekea sherehe ya ukomo ya mwezi ya wamama. Tufate. Naam, kweli leo tunafikisha mwisho ya mwezi wa wamama. Tunajua kwamba mwezi wa mama, mwezi wa 3 yenye ulimwengu mzima unasherekea kutokana na kutetea haki ya wamama. Tunajua kwamba sisi wamama wenye kutumika katika uongozi wa lugha la kimataifa, lugha yote ine, yani Kiswahili, Lingala, Kikongo na Chiluba. Kutafsiri lugha sio kwepesi. Unaweza kusema lugha njiani, barabarani, lakini kuitafsiri katika ripoti ya kusema kama tuko nafanya gazeti, tuko nafanya news, sio kwepesi, sababu inafaa utafsiri lugha yenye wenyewe, lugha sawa vile nasema Swahili bora, inafaa kutafsiri Swahili bora. Ni kazi ngumu kabisa, sababu wengine wanasema ni kazi nyepesi. Sio nyepesi, ni kazi ngumu, sababu unakamata kikaratasi chenye kuandikwa katika lugha la Kifaransa, haujui mwenye aliandika, miandiko iko mingi, lakini utatafuta namna gani ya kuweza kutoa ndani ya hiyo kikaratasi habari yenye utapasha watu na watu waweze kuielewa vizuri kabisa, kwa kuweza kusaidia wakaaji kuishi vizuri. Munyampara wa Mtanisele Frank Mbo Nzola Meso ametegemea onyo ya rais wa DRC Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ndio maana aliweza kujielekeza katika kata mbalimbali huko Ngina Ngeme kwa kuweza kujionea mechoni jinsi hali ya ubomoroko wa udongo umefanyika huko Mtanisele. Alisema ya kwamba ameshughulikia kumaliza hali ya ubomoroko wa udongo katika mtani huu. Ndio maana waliweza kujielekeza na kuweza kupata mafasirio kwa wakaaji wenye kuishi katika karta mbalimbali hiyo, na kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuwasaidia ili ya kuweza kumaliza mipomoroko ya udongo huko mtani Sele. Bwana Frank Mbo Nzola Meso, wakati yeye pia aliweza kuchukua masemi yake, aliweza kukubali mpango ya kuweza kutengeneza barabara na kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kuwa pamoja na viongozi kutumika kazi hiyo ili barabara hiyo iweze kumaliza kwa haraka na kuweza kusaidia raia mwenye kupatikana katika mtani huo kuweza kujielekeza bila tatizo, pamoja na mali zake pia biashara mbalimbali. Kiongozi mkuu ya watembezaji wa pikipiki, yeye ni nani? Yeye ni Bwana Ziko Mukanga, aliweza kuongoza sherehe ya kuzindua ofisi ya watembezaji wa pikipiki ndani ya mji mkuu wa Kinshasa. Wakati Bwana Ziko Mukanga, kiongozi wa watembezaji wa pikipiki, aliweza kuchukua masemi yake, aliweza kufasiria kuelekea kazi kubwa yenye watembezaji wa pikipiki wamepasha kutumika. Ndio maana aliweza kuongoza sherehe hiyo na kuweza kukata nguo alama ya kufungua ofisi mbalimbali ni uko BAT pia Plaza. Ni moja itaweza kusaidia watembezaji wa pikipiki ndani ya mji mkuu wa Kinshasa kuweza kutumika kazi lao vizuri na kuweza kujepusha na makosa mbalimbali. Ndio namna aliweza kuongoza sherehe hiyo ya kuweza kukata nguo alama ya kufungua ofisi mbili hiyo ya watembezaji wa pikipiki. Na watembezaji wa pikipiki ndani ya mji mkuu wa Kinshasa waliweza kuzuria kumkutano huo uliweza kufanyika na kuweza kufata mafasirio zaidi kutokea upande wa watembezaji wa pikipiki, na yeye pia aliweza kuwashauria namna gani ya kuweza kutembeza pikipiki ndani ya mji mkuu wa Kinshasa kwa kuweza kujepusha na misiba mbalimbali, pia kuangalia namna gani ya kuweza kuwaepusha na ajali mbalimbali ndani ya mji mkuu wa Kinshasa kutokana tu na njia. Kuelekea ukomo ya mwezi ya wamama, sherehe hiyo iliweza kufanyika siku ya posho mnamo tarehe 29 Machi mwaka 2025. Ni muungano Betokele jimboni Kongo Central yenye kutayarishwa mkutano huo. Shaba ya sikukuu hiyo ni mwanamke mkongomani katika mipango kawaida. Mkutano huo uliweza kuhusika na kuweza kutegemea
mwanamke kuelekea kazi ya mikono na kuweza kuangalia namna gani mwanamke yeye pia amepashwa kujigharamia muda wa maisha yake. Kisha waliweza pia kuangalia namna gani ya kuweza kuzungumzia na kuweza kuchunguza kufuatana tu na swali hiyo, na kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kusaidia mwanamke jimboni Kongo Central kuelekea kazi mbalimbali, kazi ya biashara, na waliweza pia kuhakikisha ya kwamba mwanamke amepasha kuelewa ama kupata mafundisho mbalimbali ya kazi yenye ataweza kutumika namna tu ya kusaidia mwanamke jimboni Kongo Central kuweza kujigharamia muda wa maisha yake. Ni habari ya jimbo ya Kongo Central ndio imepiga nanga mwisho ya habari zetu. Aksanti kwa kutufuata mwanzo mpaka mwisho wa habari zetu. Tumeacha fasi kwa mwenzetu Marie Claire Kabokobutu Mbwanzambi aweze kufasiria habari hiyo katika lugha Chiluba. Tazidi kuonana. Kwaheri. Tout de suite, info en Chiluba.